kwa wenzenu waliopita kabla yenu, kama alivyosema Allah, fakullan akhadhna bidhambi. Alitaja mataifa makorofi yaliyopita nyuma kabla ya ukorofi wa taifa la mtume huyu wa sasa. Akasema hao wote niliowatajia, kila taifa liliangamizwa kwa adhabu yake. Kwa hiyo hizo ndo sunanullahi, kama anavyosema sunnatullahi allati kad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah ana dasturi yake katika kuhukumu au kuamua mambo. Kwa hiyo kama alivyowahukumu hao wa zamani na wanaofanya vile vile wa sasa, atawahukumu vivyo hivyo. Na huwezi kukuta mabadiliko kwenye utendaji wa Allah. Kama waliokosea aliwaadhibu, na wanaokosea sasa atawaadhibu pia. Kwa hiyo waliopo sasa wanaofanya yale yale waliokatazwa wa zamani wakayafanya mpaka wakapewa adhabu, na wanaoyafanya sasa makosa yale yale wanaambiwa dasturi ya Allah iko vile vile. Qad khalat min qablikum sunanun, kabla yenu nyinyi wakorofi wa sasa Allah ameshafanya taadibi nyingi huko nyuma, kuwaadibisha watu au kuwaadabisha watu waliofanya kinyume na ridhaa yake. Kama nyinyi wakorofi wa sasa mnataka uthibitisho wa hilo, fasiru fil ardi, tembeeni hebu katika ardhi, muangalie mabaki ya kihistoria, muwaulize na wenyeji wa hayo maeneo yenye mabaki, hapa mbona pako hivi, ilikuwaje, sababu yake nini? Fasiru fil ardi, tembeeni basi na nyinyi katika ardhi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadhibin, muchunguze, mutafiti. Hiyo fanzuru sio mtizame kwa macho tu, fanyeni utafiti wa kina, muangalie matokeo ya wakorofi waliokadhibisha kabla yenu. Walifanywa nini? Watu wa Maka kwenye njia zao wanazosafiri za kibiashara, wanakuta hii miji ya zamani iliyoangamizwa, na wenyewe wanajua kwamba hapa palikuwa pana taifa kubwa, pana mji wa kihistoria uliokuwa umeimarika kibiashara, kiuchumi, watu wake walikuwa maarufu, lakini waliangamizwa. Sasa na wao wakijifunza, wakachunguza kilichowasibu wale wa zamani, na wao kidogo wanaweza wakapata akili. Ndo Allah anawaambia, hebu tembeeni katika hii ardhi ya Allah, muchunguze kwa njia ya kujifunza, kaifa kana aqibatul mukadhibin, mwisho wa wakadhibishaji waliokataa amri za Allah ulikuwaje? Hao waliopelekewa mitume zamani wakawakataa, wakawafanyia ukorofi, Mola aliyetuma hawa mitume aliwapa adabu gani? Na hawa wa sasa wameletewa mtume, wanafanya ukorofi ule ule. Sasa watakapochunguza kwa wenzao, watapata na wao sehemu ya utambuzi katika nafsi zao, wajifunze, adabu kidogo itapatikana. Hadha bayanu linnasi, maneno haya aliyoyasema Allah hapa, ruhusa hii aliyoitoa ya kufanya utalii, maana itakuwa ni religious tourism, utalii wa mazingatio ya historia ya kidini. Hadha bayanu linnasi, haya maneno yako wazi kwa watu, yani ni plain language, haihitaji hata tafsiri. Wahuda, na kama yatazingatiwa, watakaoyazingatia maneno haya yaliyo wazi wataongokewa, yani watapata ufahamu, watapata guidance. Wa mauidhatun, pia wakizingatia hichi nyoyo zao zitawaidhika, watapata mawaidha. Lakini vitu vyote hivi, ubainifu wa aya, kuongozeka kwa yale yanayopatikana kama ni mafunzo kwenye aya,
mawaidha yanayopatikana ya nyoyo kwenye aya, wanaonufaika navyo vitu hivi ni watu wacha Mungu, lilmuttaqin. Waliokuwa makafiri wataendelea kupata hasara tu vile vile, maana jeuri yao inazidi. Hata wakabainishiwa namna gani hawatambui. Mtu akishaamua kuwa kafiri anakuwa kafiri tu, akisema sitaki ndo hataki tu, huwezi kumlazimisha. Lakini wale ambao nyoyo zao zina athari kidogo ya imani, wanaposoma hizi aya au wakizingatia baada ya kuzisikia, wanapata faida hizi, wanaongokewa, wanawaidhika, na faida inapatikana duniani pao na akhera pia. Kwa hiyo hao ndio wacha Mungu. Wala tahinu, wala msijifanye wanyonge. Allah anawaambia waumini, wale watu waliokuwa wanamfuata mtume, yani sio mnadhalilishwa kila siku nyewe mkawa hewa la bwana tu. Wala tahinu, msijifanye wanyonge, msijinyongeshe. Wala tahzanu, wala isiwe ni watu wa kuhuzunika tu, kusikitika kila siku, wanatufanyia hivi, wametufanyia hivi, watatufanyia hivi. Sio mnahuzunika tu. Wa antumul a'launa, nyinyi mko juu kuliko wao. Physically mnaona wako juu kiuchumi, wanajeshi kubwa, wako imara, wako wengi. Lakini Allah anawaambia waumini kwa sababu ya imani yao, na Allah siku zote yuko pamoja na waumini. Wallahu waliyul mu'minin, ambia nyinyi si watu wa kuwa wanyonge. Wala tahinu, msijifanye wanyonge. Wala tahzanu, wala msiwe watu wa kuhuzunika tu kila siku mkawa mnasikitika. Wa antumul a'launa, hali ya kuwa nyinyi mko juu, nyinyi ndo wakwenda kifua mbele. Lakini hii ujuu wenu, in kuntum mu'minin, kama nyinyi really ni waumini, basi nyinyi ni mko juu kuliko wao, muna nguvu kuliko wao. Nyinyi ndo wakuogopeni, sio nyinyi muwaogope wao. Yani wao wakuogopeni nyinyi, sio nyinyi muwaogope wao. Kama ni waumini kweli na mnajua juu yenu yuko Mola wenu, yuko pamoja na nyinyi, hakuna sababu ya kujifanya wanyonge, kuhuzunika na kila kitu. Nyinyi mko juu kuliko wao ikiwa ni waumini kweli. Kwa leo inshallah tutasoma hizo aya, na baada ya hapo tutafunga darasa yetu kwa leo. Aya tuliyomalizia jana, ambayo ni mwisho wa amri ya Allah au agizo la Allah alilotoa, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kwenye aya 133. Fanyeni bidii kuyafanya yatakayokupatieni msamaha kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin, na mufanye bidii kutafuta nafasi na uwezekano wa kwenda peponi. Yani mjitume kweli kweli, muondoke hapa duniani mkiwa mko neat, safi, Mola wenu kawasamehe, yuradhi na nyinyi. Hili lifanyieni kazi. Ndio maana wasari'u, fanyeni bidii mtafute nafasi ya kuondoka duniani mkiwa mmesamehewa, na mfanye bidii mtafute nafasi ya kwenda kwenye ulimwengu ujao muwe watu wa peponi. Arduha, upana wa hiyo pepo, as-samawatu wal ardu, ni kama mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Hapa shekhe anasema quddima almaghfiratu ala aljannati. Allah kasema tufanye bidii kwenye vitu viwili, lakini alichokitanguliza mbele ni msamaha. Quddima almaghfiratu, msamaha umetajwa mwanzo, umepewa kipaumbele. Ala aljannati, umetajwa mwanzo kabla ya pepo. Hakusema fanyeni bidii muende peponi halafu msamehewe, kasema fanyeni bidii kutafuta msamaha
Yani kule kujiweka katika safe side, uwe mtu safi, ndo jambo la msingi la kwanza, ndo limetangulizwa. Tafuteni uwezekano wa kusamehewa, kwa sababu kila wakati nyinyi mko kwenye mistakes, mnafanya makosa. Jisafisheni, tafuteni nafasi nzuri. Mkizipata nafasi ya kuwa mko safi, mmesamehewa, possibility ya kwenda peponi itakuwa ipo. Lianna takhliya muqaddimatun ala tahliya, kwa sababu ule unadhifu, usafi, mtu kuwa yuko safi, huwa kunapewa kipaumbele kuliko kupata natija ya ule usafi wenyewe. Fala yastahiqu dukhula aljanna, kwa maneno haya haistahiki mtu yoyote kuingia peponi, man lam yatatahharu min adh-dhunubi wal atham, ambaye kaondoka duniani hayuko safi, hajajisafisha kutokana na dhambi zake na makosa mbalimbali anayoyafanya kila siku. Wewe ukifa na makosa yako ukaenda nayo akhera, makosa hayo yashakuchafulia jina, huna thamani tena. Kwa hiyo tangu upo duniani utafute neatness, uwe mtu safi mbele ya Mola wako. Unaondoka hapa kakuridhia, yuradhi na weye, alafu tena mambo mengine yanayofuata yatakuwa yamenyoka. Imefahamika hiyo eh? Kwa hiyo ndo maana akataja kimbilieni msamaha, akauweka mwanzo. Ni kitu muhimu sana, uende kule hata kama umefanya makosa ya aina gani, lakini uhakikishe unajisafisha kutokana na makosa yako kabla hujaondoka kwenye ardhi hii. Tena ukienda huko mambo yako yatakuwa ni mazuri. La pili tunalojifunza kwenye aya hizo, takhsisul ardu bidhikri limubalaghati fi wasfi aljannati. Allah alipoisifu hiyo pepo, watu waliojisafisha wataingizwa peponi, akaisifia hiyo pepo kwa kuitaja upana wake tu. Kataja upana tu, arduha as-samawati wal ard, upana wake ni kama eneo lililopo baina ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo kataja upana tu. Bisaati walbastati, katutajia eneo lake la upana na mkunjuko wake kiupana ni kama mbingu na ardhi, au kwa lugha nyepesi tuseme ni kama kuondoka hapa ardhini mpaka kwenye mbingu ya kwanza. Kama mtu anaweza akakadiria pana masafa bilioni ngapi miles kutoka hapa mpaka mbingu ya kwanza. Fa idha kana hadha arduha, itakapokuwa huu ni upana wake tu, fa kaifa yakunu tuluha, urefu wake itakuwaje? Ili suala umeachiwa mwenyewe. Allah kataja upana tu, tena kwa makadirio, kwa sababu hatujui exactly ni maili ngapi au kilomita ngapi kutoka hapa mpaka mbinguni. Qala Ibn Abbas, Bwana Abdullah ibn Abbas amesema, huo uliotajwa hapo ni upana kama ardhi na mbingu au mbingu na ardhi, lakini urefu wake amesema Ibn Abbas, ka sab'i samawati wa sab'i ardin, ka sab'i samawati wa sab'i ardin, ni kama eneo lililopo baina ya au kwa ujumla wake mbingu saba zote na ardhi saba. Law wasala ba'daha bi ba'din, kama eneo hilo litajumuishwa masafa yake itakuwa ndo urefu. Kwa hiyo upana ni mbingu ya kwanza na ardhi, urefu wake ni kama ardhi zote na mbingu zote, ardhi saba na mbingu saba. Faida nyingine tuliyowekewa hapa ni kwamba kataba Hirqil ila nabii sallallahu alayhi wasallam,
Mfalme wa Roma wa wakati ule wa Mtume anaitwa Hirqal, Roman Empire. Mfalme wake alimuandikia Mtume sallallahu alayhi wasallam barua. Barua yenyewe katika content yake inasema, innaka da'awtani ila jannatin arduha as-samawati wal ard, wewe kama mtume umenilingania nifanye ya kunipeleka kwenye pepo yenye upana wa mbingu na ardhi. Sasa ikiwa mbingu zilizopo au iliyopo na ardhi ni upana tu wa pepo, fa aina naru, huo moto uko wapi? Maana ilo eneo lote kaona ndo lishakwisha. Hirqal kaona hivyo. Sasa kama ili eneo lote hili ndo pepo, fa aina naru, moto uko wapi? Faqala alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kwa kusema subhanallah, ametakasika Allah. Aina al-lailu idha jaa an-nahar, yani kwa nini mtu kama wewe unauliza such a stupid question? Kama eneo hili limeisha kwa kuwekwa pepo, sasa moto uko wapi? Na Mtume na yeye akamuuliza aina al-lailu idha jaa an-nahar, sasa na wewe nikuulize, usiku unakuweko wapi unapokuja mchana? Yani hilo ndo swali la Mtume kumuuliza Hirqal. Hirqal kauliza, ikiwa mbingu na ardhi ni upana wa pepo, moto sasa uko wapi? Na Mtume akamwambia subhanallah, Allah ametakasika. Fa aina al-lailu idha jaa an-nahar, ukija mchana usiku unakuweko wapi? Ndo ushapotea, umekosa nafasi. Sasa hivi tuko kwenye mchana, usiku wapi sasa? Lakini unakuja usiku, ulikuweko wapi ukija usiku? Na ukija usiku mchana unaenda wapi? Kwa hiyo vyote vipo, pepo ipo na moto upo, vyote vina nafasi zake. Na kwa watu wa sasa hivi vitu si vya ajabu sana, kwa sababu kwenye matumizi ya mitandao, ukikaa kwenye kompyuta yako, ndani mle mna mafolda mengi umeweka ya aina mbalimbali yenye uzito au ukubwa tofauti, lakini pengine kwenye control panel unaweka Windows zako 6, 7 unazifanyia kazi, lakini moja tu ndo inakuwa active. Watu wa kompyuta mnafahamu, una activate moja ndo unaifanyia kazi, ukiitaka nyingine hii unaiminimize na kuja nyingine. Huwezi kuziweka zote zikawa active. Inawezekana ukazipanga labda kidogo kidogo kwenye desktop, ukawa unadili na hii, ukadili na hii na hii. Kwa hiyo vyote Allah hivi vitu anavyo, na eneo analo la kutosha, na kila kimoja kina eneo la kutosha kama hilo. Nilisema kwa ufupi tu tulipozungumza habari ya eneo liliopo chini ya mbingu ya dunia, walaqad zayyana samaa dunya bizinatin alkawakib. Sasa kama hilo ndo samaa dunia, ujue Allah ana eneo kubwa sana. Ukitoka kwenye hizo mbingu kuna kursi, kuna arshi, kuna vinginevyo kaweka. Kwa hiyo ana eneo la kutosha na vitu vyake vyote kavipangilia kwa utaratibu maalum.